Kwa majina naitwa Amos Muhunda Nungu, mkurugenzi mkuu wa Tume ya Taifa ya Sayansi na Teknolojia COSTECH. Leo tumekutana hapa wadau kujadili masuala ya uhawilishaji na ubiasharishaji wa matokeo ya utafiti na teknolojia. Sasa mkutano huu umeandaliwa kwa mashirikiano ya Tume ya Taifa ya Teknolojia COSTECH na Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na Funguo Program ambayo inafadhiliwa na shirika maendeleo duniani UNDP. Kwa pamoja tuko hapa na wataalamu kutoka vyuo vikuu vya Tanzania hapa nchini, lakini pia tuna wataalamu kutoka vyuo vikuu vya Kenya na wengine kutoka Afrika Kusini. Pia tuna wadau hapa kutoka Uingereza, na kama mlivyosikia pia kuna mtaalamu kutoka India ambaye amefanya wasilisho lake kwa njia ya mtandao. Kwa pamoja nia na madhumuni ni kuangalia namna gani tafiti zetu, bunifu zetu au vyuo vyetu vinaweza kufanya, kwanza kuhawilisha teknolojia, wanasema technology transfer, kuhawilisha teknolojia nchini, lakini pili namna gani ya kubiasharisha, kwa sababu tumeangalia kwa mfano nchini kwetu serikali, Mheshimiwa Rais ameweka fedha nyingi kuhakikisha kwamba bunifu zetu, tafiti zetu zinakuwa na matokeo chanya. Sasa namna gani ya kubiasharisha itoke kwenye utafiti au kwenye ubunifu iende sokoni. Kwa msingi wa mkutano hapa leo ni kwa siku 3 mfululizo ni kujadiliana na kupeana uzoefu. Kwa kama tulivyosikia hapa, tupo sisi COSTECH, kuna Kenya pamoja na vyuo vikuu kuwepo, lakini kuna ile taasisi ya Kenya ambayo inaitwa ni Kenya Innovation Agency, ambayo ni taasisi inahusika na usaidizi wa masuala ya ubunifu nchini Kenya. Lakini pia Afrika Kusini na yenyewe pia tunatia Technology Innovation Agency ambao nao pia wanahusika na masuala ya ubunifu nchini Afrika Kusini. Kwa pamoja tunabadilishana uzoefu, kwa sababu sisi kama taasisi ambazo taasisi uwezeshi kwa masuala ya utafiti na ubunifu, lakini vyuo vikuu ambao ndio wanatoa huduma ya kufundisha na kufanya tafiti. Kwa pamoja tunashirikiana, kujadiliana na kubadilishana uzoefu. Nafikiri hilo ndio kubwa ambalo limeonekana kwamba tufanye. Ndio maana naona inaitwa ni kwamba Faculty Exchange Program, kwa maana ya kwamba faculty ni vyuo vikuu, exchange program ni kubadilishana uzoefu. Na kikubwa zaidi ambacho kwamba kimekuja kufanya kikao cha kwanza hiki, kwa maana ya kwamba kikienda vizuri tuone vikao mara kwa mara namna hii ya kubadilishana uzoefu kati ya hizo nchi zetu. Nashukuru sana. Kama nilivyosema, hebu tuangalie kwanza nchini Tanzania tuna ule mradi wa HEET. Huu ni mfano mmoja tu. Mradi wa HEET ambao kwa chake tunasema mradi wa HEET ni High Education and Transformation. Mradi wa mageuzi makubwa ya kiuchumi kwa vyuo vikuu, ambapo fedha nyingi sana Mheshimiwa Rais ameweka pale kwa ajili ya kuhakikisha vyuo vikuu vyetu vinatoa tafiti na bunifu ambazo zinaendana na kujibu masuala ya sasa hivi. Kwa hiyo tunapoongelea uhawilishaji na ubiasharishaji ni kuendana na hiyo kauli mbiu serikali, kwa maana ya kwamba fedha zimewekwa kwenye vyuo vikuu, wabunifu wapo, tafiti zipo, lakini zitafikaje sokoni? Kwa ndio maana tumeweka sasa hivi kukutana, kujadiliana, kubadilishana uzoefu kusudi angalau matamanio ya serikali tuyafikie. Sasa hivi dunia ni kijiji. COSTECH atafanya kazi peke yetu, tunafanya kazi kwenye ulimwengu. Mbona tukasema tukikutana tutabadilishana uzoefu, kwa sababu pia tuje tuangalia tukiwa na ubunifu wetu ama tukiwa utafiti, ina maana inaweza kutumika Tanzania na nje ya Tanzania. Kwa kuanzia na Afrika Mashariki wa Kenya, tukibadilishana uzoefu kwamba wao unafanyaje, ni rahisi kuona kwa mapungufu ya kwetu tuongezee, lakini pia ambapo kwenye fursa tubadilishane uzoefu. Kwa msingi ni kwamba kwa nini sasa, ni kwa sababu tunaendana na kasi ya serikali ya kuona kama matokeo ya utafiti na ubunifu yanafika sokoni. Kwa ndio maana tunaongelea ubiasharishaji na commercialization, hiyo ubiasharishaji na uhawilishaji wa teknolojia. Nashukuru sana. My name is Dr. Tony Omwansa. I am the CEO of Kenya National Innovation Agency.
We are based in Nairobi, our headquarters, and our responsibility in Kenya is to grow the innovation ecosystem in Kenya. We are developing it and managing it. As part of that development and management, we work a lot with universities, research centers, trying to commercialize their ideas and research outputs. Now, in order for ideas to grow, you have to grow your markets. So you always have to connect with other countries and other partners so that then you can advance your innovations into other markets. The other dimension is that you have to learn from other countries in terms of how they are making it work, what they're succeeding to do, the challenges they may be facing, and what ideas you have that can improve what they do. So we are spending 3 days together here in Dar es Salaam, Tanzania, with colleagues from South Africa, from India, and from Kenya, sharing ideas and experiences of where we have succeeded and where we would like to learn more from others. And so we're building a movement and a network that will enable us to succeed with commercialization of innovations going forward. My name is Jacqueline Owigo, and I'm a research and innovation advisor. So I work at the East Africa Research and Innovation Hub. We are based in Nairobi, Kenya. I believe, it has to start from the top so that it can trickle down. So we are working with, you will see here, we have vice chancellors, we have deputy vice chancellors, so those who are responsible for innovation and entrepreneurship programs in universities, and those who can also help us, work in partnerships with other universities. So we are hoping that bringing them together in one room, we will be able to spark conversations on how we can take forward these partnerships. In the end, we hope that this will trickle down to working with the youth. And I must say that part of the trilateral partnership project that we are currently running, we had a session on working with the youth in universities. So they've just actually completed a trip in India where they were actually immersed in, it's called the IITM Madras. So Professor Prabhu actually talked today on how the startup industry looks like in India. And they have actually pitched some of the ideas. So we also had a successful hackathon hosted in Nairobi in November. So to answer your question, we're also working with the youth to try and help them incubate their ideas and hopefully use those innovations that come out of it to address developmental challenges.